Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anatajwa kwamba anataka kuipindua serikali ya Venezuela ya Rais Nicolas Maduro. Rais wa Marekani Bwana Trump anataka kuigeuza Venezuela kuwa koloni la Marekani, na hii ni kwa mujibu wa mwanasheria mkuu wa Venezuela ambaye amezungumza na shirika la habari la BBC. Tarek William Saab alisema siku ya Jumapili kwamba wito wa mabadiliko ya utawala nchini Venezuela ni mbinu ya kutaka kunyakua mali asili za nchi yake, ikiwa ni pamoja na akiba ya dhahabu, mafuta na shaba. Mshirika huyo wa karibu wa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, Saab amesema hakuna shaka Marekani inajaribu kutaka kuipindua serikali ya Venezuela ya Nicolas Maduro, akiongeza kuwa ni jaribio la hivi punde katika msururu mrefu wa majaribio kama hayo yaliyofeli. Marekani ni miongoni mwa mataifa ambayo hayamtambui Maduro kama kiongozi halali wa Venezuela baada ya uchaguzi uliopita wa mwaka 2024 kukosolewa na wengi kuwa haukuwa huru na wa haki. Trump pia amerudia mara kwa mara uwezekano wa kile alichokiita operesheni za ardhini nchini Venezuela, na alisema wiki iliyopita kwamba Marekani inaangalia uwezekano wa operesheni za ardhini baada ya kupata udhibiti wa eneo la bahari. Takribani watu 43 hadi sasa wameuawa katika mashambulizi dhidi ya boti zinazodaiwa na Marekani kuwa zina dawa za kulevya katika pwani ya Amerika Kusini baada ya utawala wa Trump kuanzisha mashambulizi mapema Septemba kama sehemu ya vita vinavyodaiwa kuwalenga walanguzi wa dawa za kulevya. Wabunge wa Congress nchini Marekani kutoka pande zote mbili za vyama vya siasa wameibua wasiwasi juu ya uhalali wa mashambulizi hayo na mamlaka ya rais kutoa amri yafanyike. Seneta wa chama cha Republican Lindsey Graham aliwaambia waandishi wa habari Jumapili kwamba mashambulizi ya ardhini ni jambo linaloweza kutokea, na Trump alimwambia kuwa anapanga kufahamisha wabunge wa Congress kuhusu operesheni za baadaye za kijeshi atakaporejea kutoka Asia. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa kuvamia ardhi ya Venezuela, Saab ameliambia shirika la habari la BBC kwamba haipaswi kutokea, lakini tumejitayarisha. Aliongeza kuwa Venezuela bado iko tayari kuanza tena mazungumzo na Marekani licha ya mashambulizi haramu dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Marekani imekuwa ikiendelea kujenga kikosi cha meli za kivita, ndege za kivita, wanajeshi wa majini, ndege za kijasusi na ndege zisizokuwa na rubani katika visiwa vya Caribbean kama sehemu ya kukabiliana na ulanguzi wa dawa za kulevya na magaidi wa mihadarati. Kutokana na hayo yote, Rais Nicolas Maduro ameanzisha operation maalum ya mazoezi ya kijeshi ambayo yanaendelea nchini humo kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Marekani ikiwa Marekani itaamua kufanya vita dhidi yake. Venezuela imezindua mazoezi makubwa ya ulinzi katika ukanda wa pwani kujibu shughuli za kijeshi za Marekani zinazopanuka katika kisiwa cha Caribbean. Mazoezi hayo yanadhihirisha mvutano unaozidi kuongezeka kati ya Caracas na Washington, huku Venezuela ikikosoa Marekani kwa kutumia misheni ya kupambana na dawa za kulevya kama kifuniko cha kuyumbisha nchi na kutafuta mabadiliko ya utawala. Waziri wa Ulinzi Vladimir Padrino alisema mazoezi hayo yanalenga kulinda mamlaka ya taifa na uadilifu wa eneo dhidi ya vitisho kama vile ulanguzi wa dawa za kulevya, ugaidi na majaribio ya kuvuruga utulivu. Washington inatumia shughuli za kupambana na dawa za kulevya kama kisingizio cha mabadiliko ya utawala, Padrino alisema, akishutumu Marekani kwa uchokozi na kuingilia Amerika ya Kusini. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini kinajiri katika ulimwengu kupitia The World News.